Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654. Ziara sasa ya Netanyahu. Netanyahu atakwenda Marekani tarehe 7 wiki ijayo. Atakwenda Marekani kwenda kuonana na Biden. Vitu viwili ndio mjadala. Wanaenda kujadili vitu viwili. Mjadala wa kwanza ni kuhusu kinachoendelea Gaza, mauaji yanayoendelea Gaza na mpango wa kusitisha mapigano au mpango upi ambao unaendelea. Jambo muhimu kabisa ambalo wanaenda kuzungumza ni kuhusu ile drama ambayo wanaicheza kwenye vyombo vya habari na ule ukweli ambao wanauficha kwenye mioyo yao kuhusu kilogramu 400 za Irani ziko wapi. Kwa hiyo wanaenda kujadili tishio halisi la Irani, na ugumu kabisa umekuja na tishio kubwa kabisa la Irani umekuja baada ya Irani kukaa kwenye meza ya mazungumzo. Halafu wakati huo Irani imekata usaidizi na IAEA. Halafu wakati huo hatma ya nyuklia ya Iran bado inachezwa kisiasa, na huku wataalamu wakiamini kabisa kuwa Irani anaenda Nilikuwa nikisoma gazeti la Israel, nadhani kuna taarifa liliandika jana au asubuhi ya leo, liliandika gazeti la Hayom. Linasema kuwa kwa kilichotokea na kunusurika kwa Irani katika mipango iliyotokea, wanasema kuwa hakuna warrant nyingine, yani hakuna guarantee yoyote ya uhai wa serikali ya Irani isipokuwa kuwa na nyuklia. Yani hakuna guarantee nyingine kwa serikali ya Irani isipokuwa kumiliki nyuklia. Kwa hiyo gazeti lile linaandika ni kama vile hesabu za Israel na Marekani jinsi zilivyofeli, halafu zimeenda kuisukuma kwa spidi Irani kwenda kutimiza ambalo imekuwa inataka. Na huu ni uhalisia halisi kabisa ulio wazi katika serikali zozote duniani, kuwa serikali ni kama vile binadamu wanasema kuwa uking'atwa na nyoka basi ukiguswa na jani unaruka. Uhalisia uko hivyo, kuwa uking'atwa, ukiguswa utaruka, sababu alisha kung'ata nyoka. Na ndio inavyokuwa. Rudi nyuma, angalia kile kilichotokea kwenye nchi za Kiarabu, Arab Spring ya mwaka 2000, na hasa Arab Spring ilianza unajua mwaka 2010 mwishoni, mwezi Novemba. Ilianzia kule Tunisia. Ikakuwa na ikashamiri sana 2011. Ile Arab Spring ambayo ilikuwa inaitwa chemchemi ya mabadiliko katika nchi za Kiarabu. Angalia nchi ambazo zilipigwa na kimbunga cha Arab Spring. Zitazame nchi zote zilizopitiwa na kimbunga cha Arab Spring, ikiwemo Misri, ikiwemo Tunisia, ikiwemo Yemen, ikiwemo Libya, ikiwemo baadhi ya nchi. Sasa leo hii mfano ichukulie Misri, itazame Tunisia, utagundua kuwa utawala wa sasa uliopo umechukua funzo kutoka kwenye Arab Spring, na hakuna kitu ambacho wanatoa gepu ndogo yoyote kuja kutokea Arab Spring nyingine. Yani wameziba mianya yote. Wakati wa Hosni Mubarak, Misri ilikuwa ni serikali ni serikali ya kidikteta. Unaweza kusema kuwa ni serikali ambayo imekaza kweli kweli, lakini bado ilikuwa na matobo mengi. Yani ilikuwa na gap nyingi za kufanya kuweze kulipuka kile kitu kinaitwa Arab Spring kiweze kutokea, au mlipuko wowote wa athari ulikuwa unaweza kutokea, kwa sababu walikuwa hawana funzo lolote ambalo limewahi kutokea nyuma. Na ndio maana kulipelekea kuiaminisha serikali kuwa ilikuwa iko salama sana, hata ilivyoweza kuwaruhusu watu waende Al-Qahira. Watu waliandamana kwenda Tahrir Square, na kwa ujeuri wa jeshi la Misri, wakati walikiamini kuwa lina nguvu kubwa sana, walitumwa askari wa farasi wakiwa na farasi. Mnakumbuka wale askari wa farasi wakaingia katikati ya umma ule wa watu walikuwa pale Al-Qahira, Tahrir Square, wakaanza kuwapiga na zile bakora, yani chapa wale waandamanaji na bakora. Ndipo kulipozuka mvutano mkubwa zaidi na vita kubwa zaidi ilizuka wakati huo, baada ya hicho kitendo tu cha kuanza kuwapiga raia. Nini kilichopelekea? Mubarak hakuweza kumudu maandamano hata kwa mwezi mmoja. Mwisho aliondolewa kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana. Lakini nenda kamtazame Ben Ali.
kule Tunisia. Vile vile hakuamini kama hawa waandamanaji wanaweza kuningoa kwenye nafasi yake, lakini ndio muda mfupi kabisa, maandamano yalikuwa muda mfupi na yeye akaenda na maji. Sasa toka kumekuwa na tawala hizi baada ya mabadiliko, ukiangalia Tunisia walipita kwenye mabadiliko fulani, yakaenda demokrasia, wakatoka wakarudi. Leo hii Tunisia iko kwenye mbinyo, unajua imeminywa kuzidi ilivyokuwa ya Ben Ali chini ya rais wa sasa Said Kesi, ambayo yeye ni super chief kila kitu, yeye ni kamanda kila kitu kaondoa. Sasa nenda kaiangalia Misri ambayo watu 5 walikuwa wanaweza kukutana, lakini leo Misri hata kujadili tu siasa hauwezi kujadili siasa kwa sababu watakupoteza. Sasa hili ni kama funzo ambalo linatokea. Sasa Irani ameshajua kabisa kuwa uhai wangu wa taifa langu ni lazima niwe na dhamana, na hakuna dhamana yoyote ya hawa Western, lazima niwe na nyuklia. Kwa hiyo huu mjadala wa Netanyahu na Trump wanaoenda kukutana nao ni kutaka kuangalia kuwa njia tuliotumia ya kijeshi inaonekana haikufanikiwa, na hata kama tutataka kutumia njia nyingine ya kijeshi itatuumiza vibaya sana, kutokana na huyu kucha zake ni kali zaidi, atatuumiza sana. Kwa hiyo tunafanyaje kwenye hili? Hakuna njia yoyote Marekani anaweza kuitumia sasa kuituliza Irani isifike kule, ni zaidi ya kutaka kuileta mezani with offer na kujaribu kusukuma kwa nchi nyingi na uweke dhamana ya kila kitu. Sasa maana yake kuwa huyu ni lazima aende kutengeneza nyuklia ili awe salama, ni lazima aende. Sasa Marekani imetangaza kufuta vikwazo kwa Syria. Si jambo baya, na nimeona kuwa huu ni mjadala uliopelekwa na Ilhan Omar, mbunge yule mwanamke yule Msomali, naye alikuwa wa Marekani, ambaye walipeleka hasa kutaka kuondolewa Syria. Nimekuwa nikilizungumza hili mara kadhaa kuwa Syria ni moja ya nchi iliyoathirika sana na vikwazo hasa vya Marekani. Kuondoa vikwazo kunairudisha Syria duniani, kwa sababu shida kubwa ya vikwazo ambavyo huwa ninavizungumza, kuna mtu mmoja juzi aliniuliza, hivi vikwazo vya Marekani vinaiumiza Urusi? Nikamwambia jamani, vikwazo vya Marekani vinaumiza wote, sio tu vinaumiza wote. Ndio maana katika kila mazungumzo ya Urusi anapokaa kwenye meza na Marekani wanapozungumza, cha kwanza huwa anawakumbusha Ulaya, nataka kikwazo fulani kiondolewe na kikwazo fulani kiondolewe na kikwazo fulani. Kama vingekuwa havimuumizi wala asingeshughulika navyo, lakini tayari kuna sehemu wamemwekea, yani kuna blockchain ambayo imeblock kuwa haiwezi kuzunguka. Sasa wao ndio wanataka na angalau na. Kwa hiyo vikwazo vinaumiza wote. Mfano Syria ilikuwa imeparalyze kabisa kutokana na vikwazo. Leo hii Syria ilikuwa haiwezi kufanya biashara hata na jirani yake. Yani Syria ilipo hata kusema inaweza kufanya kazi labda na Jordan, haiwezi kufanya kazi sijui na Iraq, haiwezi kufanya kazi na Uturuki, haiwezi, na ndio majirani wako pale, yani wanashare mpaka, hawezi kufanya nao biashara kwa sababu kuna vikwazo vikali vya Marekani. Sasa tunarudi kwenye ile ambacho huwa mimi nakizungumza kwa jicho langu ambalo labda huwa linaona kiasi masafa kidogo, kuhusu kuwa nani anafanya uamuzi wa nani kuwa wapi na kwa wakati gani. Dunia huwa inajinasibu kuwa nchi zote ni nchi huru, lakini uhalisia sio kweli. Si kweli kama nchi ziko huru. Kama nchi ziko huru, kwa nini adui yako awe adui yangu? Kwa nini adui yako awe adui yangu? Moja ya swali ambalo aliwahi kulijibu mzee Madiba Mandela alipohojiwa kwenye ziara yake ya kwanza baada ya kuwa rais, nadhani ilikuwa ni mwaka 96, alitembelea Marekani, alikuwa kwenye chuo kikuu, nimesahau ni chuo gani, lakini alikuwa kwenye chuo kikuu. Aliulizwa swali na mwanahabari kuwa, kwa nini una urafiki na Fidel Castro? Kwa nini wewe bado ni rafiki wa Yasser Arafat? Kwa nini wewe una urafiki na watu ambao wanatajwa kwenye nchi zao kuwa wanakiuka haki za binadamu? Mzee Mandela katika jibu lake, moja ya swali maarufu sana ambao mzee Mandela aliwahi kujibu, anasema kuwa shida moja ya nchi za magharibi ni kudhani kuwa adui yako anapaswa kuwa adui yangu mimi. Anasema hilo haliwezekani. Akawakumbusha kuwa huyo Fidel Castro, huyo Yasser Arafat na hao wengine mnaowazungumza, hawa walikuwa bega kwa bega na sisi wakati wa mapambano yetu ya kutaka haki yetu. Sisi hatujawahi kuwaweka kwenye nafasi mnazowaweka nyinyi. Kwa hiyo adui yako hawezi kuwa adui yangu. Sasa
Hapo ndio unapoona kuwa hakuna nchi huru duniani, ni kudanganyana. Haipo nchi huru. Nchi huru haipo. Marekani ndio anaamua. Wewe fikiria vikwazo vya Marekani dhidi ya Syria vinamhusu nini Saudi Arabia kuweka uwekezaji wake? Kwa sababu Saudi alikata uwekezaji wote. Sasa vinamhusu nini Saudi Arabia kuweka kuweka vikwazo vyake? Hapo vinamhusu nini? Yaani kwa vikwazo ni vya Marekani, anamwekea nchi fulani. Hawa wengine wanahusika wapi? Ndio maana kwenye kile kitu ambacho huwa ninawaambia kuwa ugomvi wa Ulaya na Marekani huwa ni mzuri sana kwangu mimi, pia unanivutia kwa sababu huu ugomvi huwa unatupa nafuu sana wengine. Maana yake kuwa Marekani na Ulaya wakisha kuwa sehemu moja, Marekani Ulaya wakisha kuwa sehemu moja, kinachotokea ni kuwa vikwazo vyovyote vya Marekani vinafanya kazi kote. Yaani vitafanya kazi Ulaya mpaka washirika wa Mashariki ya Kati, huwezi kuingia kote, hata Dubai vikwazo vya Marekani vitafanyia kazi. Sasa huo uhuru wa nchi uko wapi? Kwa nini Marekani anapoamua kuondoa sanction, kwa nini Marekani anapofanya sanction haombi ridhaa ya nchi zingine? Yaani kuwa mimi nataka kumwekea vikwazo nchi fulani, kwa nini Marekani haombi ridhaa ya nchi zingine? Jamani, huyu amefanya hiki na hiki, tumwekee vikwazo. Isipokuwa Marekani anatangaza vikwazo yeye, tunamwekea vikwazo. Halafu wewe ambaye ukasema uendelee kufanya biashara na yule mtu, na wewe unaingia kwenye huo mtego kuwa lazima tukuwekee vikwazo hivi. Sasa anapo lifti vikwazo, kwa nini hakuombi mawazo yako? Wewe utafata kile anachokifuata Marekani, halafu uniambie kuwa wewe ni nchi huru. Hakuna nchi huru ya hivyo. Nchi huru ni katika ule mjadala mpana kuwa haya maamuzi yote ambayo yataniathiri na mimi au yatanipa faida na mimi lazima yawe kwenye mjadala, kwa sababu kuna wakati vikwazo vya Marekani vinakwenda hali ya kuwa nchi inayowekewa vikwazo ilikuwa inaifaidisha nchi fulani ilikuwa inafaidika kupitia pale. Sasa kwa sababu kuna vikwazo hatuwezi tena kufanya hivyo, kwa sababu huu ni ugomvi tu wa Marekani na wale, lakini na sisi tumeingia pamoja kwenye huo ugomvi na sisi tunaingia kwenye. Sasa huo uhuru wa nchi unatoka wapi? Maana yake kuwa hakuna uhuru hakuna uhuru wowote ambao umetajwa kuwa huu ni uhuru. Haupo, isipokuwa Marekani inatawala nchi hasa za Ulaya zote na baadhi ya nchi kuwa wanazitawala, na ndio maana wao wanaamua kuwa huyu tutamwekea, huyu atumwekea. Sasa kuiondolea vikwazo Syria ni jambo muhimu sana. Syria ilikuwa imedumaa, na niliwahi kuambia kuwa kuna wakati ule tulikuwa tukimtetea Bashar al-Assad, na mimi ni mmoja wao ambao nilikuwa nikwambia kuwa tulikuwa tunapenda kuwa vile, lakini niliwahi kuambia kuwa Assad hakuwa kipenzi cha raia wa Syria. Assad hakuwa kipenzi cha raia wa Syria. Kuanzia baba yake Hafiz mpaka yeye Assad hakuwahi kuwa kipenzi cha raia. Licha ya kuwa alikuwa anachukiwa na ulimwengu wa magharibi, licha ya kuwa hiyo, lakini yeye pia ndani ya Syria hakuwa kipenzi cha raia wa Syria. Sasa Marekani inaondoa vikwazo, ila inaacha vikwazo kwa washirika waliokuwa wa serikali ya Bashar al-Assad na wengine. Sasa angalia vikwazo vya Marekani vinatangazwa vimeondolewa. Leo utaanza kuona uwekezaji wa kutoka kwenye nchi zingine wanataka kuingia Syria kuweka fursa. Watu ambao Syria hakuwa na ugomvi nao, watu ambao Syria hakuwahi kuangwana nao, na watu ambao walikuwa majirani zake, lakini walikuwa wanamnyima hata kitu kidogo. Mfano, Syria iliishiwa mafuta. Hata ikawa inawaza kuwa ingepata wapi hayo mafuta, kitu ambacho kilitokea Lebanoni pia mwaka jana. Mnakumbuka Lebanoni ilishiwa mafuta, lakini jirani tu pale Saudi Arabia kuna mafuta, sijui kuna nani kuna mafuta, lakini hawawezi hata kuipelekea mafuta ili iweze kupata power, umeme, kwa sababu kuna vikwazo vya Marekani. Mpaka Algeria anaomba kwa Marekani kuwa sasa nataka nipeleke meli yangu kule, hebu idhinisha iende. Hebu umeona huo sasa uhuru gani ambao unaozungumzia hapa? Kuwa kuna nchi ziko huru hapa? Hakuna uhuru, isipokuwa kuna beberu yuko juu ya wote ambao anawalazimisha kuonyesha kama nyinyi ni nchi huru, hali ya kuwa nyinyi sio nchi huru, nyinyi wote ni slave, yani ni nchi zote. Sasa ugumu wa huu slave ambapo kuwa unakandamizwa na Marekani, na Marekani nayo imekandamizwa, yani iko chini ya amri za Wazayuni. Sasa hapa ndio kugumu zaidi, kuwa lile dude kubwa ambalo linaweza likasagasaga kila kitu duniani linamilikiwa, yani ile chip iliyopachikwa kwenye kichwa chake inamilikiwa na watu fulani ambao kuwa hawazingatii sheria, haki na chochote, mradi wao wanakanyaga yoyote yaliyo mbele yao. Hiyo ndio shida kubwa inakuja ulimwengu. Je,
unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.